Kwanza kabla ya yote hayo ni washukuru kwanza waandishi kwa kufika kwenu hapa. Mmekuwa sehemu ya mafanikio yetu kama Mafia Boxing Promotion, lakini pia mmekuwa sehemu ya mafanikio katika michezo mbalimbali. Kwa hiyo kwa mchango wenu mkubwa mnaotoa kwa niaba ya Mafia Boxing Management tunatoa shukrani kubwa sana kwa jitihada zenu ambazo mmekuwa mkizitoa kuhabarisha Watanzania kuhusiana na mambo mbalimbali ya kimichezo. Kwa hiyo tunawashukuru sana sana, na msichoke pale tunapowaita kuweza kutuitikia na kushirikiana pamoja kwenye kuendeleza masuala kama haya. Na kubwa zaidi ni mwendelezo wetu Mafia Boxing Promotion. Nafikiri wengi mmekuwa aware namna gani huwa tunafanya mambo yetu. Tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 kwa mara nyingine tena tunaingia katika msimu wa 9 wa knockout ya mama. Kwa hiyo Watanzania wapenzi, wadau, napenda kuwahabarisha Mafia Boxing Promotion tena tunakuja na jambo moja kubwa sana, jambo zito sana. Tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 tutakuwa na wageni mbalimbali kutoka nje ya nchi. Marais wa mikanda watakuwepo, lakini marais wa mashirikisho ya ngumi kutoka sehemu mbalimbali tutakuwa nao, watakuwa sehemu ya knockout ya mama msimu wa 9. Kwa hiyo lengo kuu la kuita hapa kwanza ni kuwahabarisha Watanzania wajue kwamba Mafia Boxing Promotion tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 jambo kubwa sana linakwenda kutokea katika mkoa huu wa Dar es Salaam. Tutawaambia si muda mrefu sana, huenda tukafanya pale Ubungo, katika viwanja ambavyo tulifanya mara ya mwisho East African, lakini pia huenda tukafanya sehemu nyingine. Kwa hiyo tupo katika kuangalia katika sehemu mbili hizi tulifanya wapi, lakini sehemu ya kwanza itakuwa ni pale International Ubungo ambapo tulifanya mara ya mwisho. Mpaka hapo baadaye leo hii, then pengine kesho tutaconfirm ni wapi tunakwenda kuweka pambano hilo la knockout ya mama msimu wa 9. Kama tulivyokuwa na utaratibu wa kuleta mikanda mikubwa katika ardhi hii ya Tanzania, na ule ukubwa ambao mmekuwa mkiusema kama Mafia tupo katika peak ambayo watu wengi hawezi kuiamini, ni kwa sababu tu ile michango yenu ambayo mmekuwa mkitoa kama waandishi kwenye kututangaza zaidi, lakini katika michango ya sponsors, michango ya promoters mbalimbali imekuwa kijaribu kutushauri. Matokeo yake yametufanya kuwa katika hali fulani ya tofauti ambapo watu wengi hawezi kuamini. Kwa hiyo tarehe 31 ya mwezi huu wa 7 tutakuwa na about takriban 10 zenye mikanda mikubwa ambayo kwa mara ya kwanza mikanda hiyo inakwenda kutokea katika ardhi hii ya Tanzania. Haikuwepo hapo awali na sidhani kama kuna promoter yote ambaye alishawahi kuileta mikanda hii. Kwa hiyo Mafia Boxing Promotion tarehe 31 tutakuwa na mikanda mitatu. Mkanda wa kwanza tutakuwa na WBC International Silver, hii itakuwa miwili. Alafu tutakuwa na mkanda wa WBO Africa. Kwa WBC International Silver itakuwa miwili ambapo Ibrahim Mafia anakwenda kupigania mkanda huu. Atapigana na bondia kutoka Ghana Samuel Matei. Lakini tunaye vile vile Mchanja Yohana, naye anakwenda kupigania WBC International Silver, ni flyweight. Atapigana na Ohon Vincent Lauruga kutoka Philippines. Kwa hawa wawili, Ibrahim Mafia na Yohana Mchanja, wanakwenda kupigania mikanda mikubwa WBC International Silver. Hii mikanda kwa mara ya kwanza inaletwa hapa Tanzania. Hii mikanda mikubwa ambapo hakuna promoter yoyote ambaye ashawahi kuleta. Ndio mara ya kwanza Mafia Boxing wanakwenda kuleta mikanda hii. Lakini Richard Mtangi wa nafasi yake bondia namba 1 katika uzito wake, na vile vile anakwenda kupigania WBO Africa, anakwenda kudefend WBO Africa, anakwenda kudefend mkanda huu. Lakini katika tukiendelea ule mwendelezo wa bondia ambao watapanda tarehe 31, tutakuwa naye vile vile Salim Mjengo maarufu Salim Mtango, Messi wa ngumi. Muda mrefu amekuwa nje ya ring, watu wengi hawajamuona. Kwa hiyo this time tunakwenda kuwa naye pale Ubungo tarehe 31. Salim Mtango yeye atapigana bondia kutoka hapa Tanzania Anton Hoya. Tutakuwa na vile vile na Salim Shela, Salim Hussein maarufu Shela, ni kijana ambaye amekuwa na
mwanzo mzuri sana. Ukitaka burudani ya ngumi basi mtazame huyu kijana Salim Shela. Yeye atapigana vile vile na bondia Jonathan Lutango kutoka DRC Congo. Tutakuwa na Saidi Bwanga tumemjumuisha. Nafikiri tumekuwa na utaratibu huo kuchukua bondia kutoka nje Mafia vile vile kwa Saidi Bwanga. This time tutakuwa naye tarehe 31. Saidi Bwanga yeye atapigana na Gael Asmani kutoka DRC Congo vile vile. Tutakuwa na Anwar Mlawa, yeye atapanda ulingoni kupigana na Steven Olang kutoka Kenya. Tutakuwa na Johnson Kiwia atapigana na Simon Radler kutoka South Africa. Tutakuwa na Mustafa Mchina atapigana na Francis Miayusho kutoka Tanzania. Tutakuwa na Kalolo Amiri atapigana na Viris Ortega kutoka Venezuela. Tutakuwa vile vile na Abdurrahman Magoma, na huyu pia muda mrefu watu wamemiss, hajakuwa kwenye ring kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo utayari umepatikana, na this time tutakuwa na tarehe 31 Magoma Junior. Yeye atapigana na Kesham Magoma Junior atapigana na bondia kutoka South Africa vile vile. Tunaye Yusuf Bedu atapigana na bondia kutoka Malawi ya Mikani Mtambo, na Manga Vidila atapigana na bondia Hamza Mchanjo kutoka Tanzania. Hamza Mchanjo kutoka Tanzania atapigana na Manga Vidila. Ndio list ambayo bondia tunatarajia kuwa nao tarehe 31 mwezi huu wa 7 pale Ubungo East African ambapo tumefanya fight mara ya mwisho. Hapo umezungumza vizuri mikanda na kila kitu, lakini kumbukumbu kama itafika sawa, kulikuwa na taarifa kwamba dabi ya Manzese na Mabibu ilichukua kwa maana Mfaume na IDP Halali, na mwezi wa 7 alitangaza pale kwenye viwanja vya Las Vegas kwamba hii fight ni kweli ama imesogezwa mbele. Umenikumbusha jambo moja zuri sana. Kwanza pia nichukue nafasi hii kuhabarisha pia Watanzania. Tulitaraji kuwa na hiyo dabi ya Mfaume na ndugu yetu IDP Halali, lakini bahati mbaya bondia huyu IDP Halali amepata msiba mkubwa sana. Amefiwa na mama yake mzazi. Kwa hiyo mama yake mzazi amefariki. Kwa hiyo yupo katika hali mapumziko kidogo, kutuliza akili ili arudi katika hali yake ya utimamu. Baadaye atakuja kujoin na mazoezi, na nafikiri utaangalia baadaye, tutaipanga tena baadaye, lakini ilikuwa fight hiyo, lakini kutokana na msiba huu wa mama yetu na tumeona tumpe nafasi ya mapumziko. Kwa hiyo IDP Halali amefiwa na mama yake mzazi. Tunatoa pole kwanza, kupitia media hizi, hatujai kufanya hilo tukio, lakini kupitia media, kupitia press hii tunatoa pole kama Mafia Boxing, lakini pia tuwahabarisha watu wengine wafahamu ambao hawakuwa na taarifa hiyo kwamba bondia IDP Halali amefiwa na mama yake na tayari watu wameshazika. Kwa hiyo kwa niaba ya management ya Mafia Boxing tunatoa pole kubwa sana kwa bondia IDP Halali kwa kuondokewa na mzazi wetu, maana kwa mzazi wake ni mzazi wetu kwa pamoja. Kwa hiyo sababu hizo zimepelekea game kuto kuwepo kwa mwezi huu wa 7. Na utaratibu wa kutoa zawadi kwa mna ratibu kwa kutoa magari kwa bondia. Last fight tuliona kimya kina wanasema kimya kingi kinamshinda. Taratibu uko. Mafia Boxing Promotion utaratibu upo, na leo siku ya Jumapili hii tumekuwa na utaratibu wa kutoa zawadi kwa mabondia wetu kwenye kwa brandi zaidi. Takriban mabondia karibu 6 hivi sasa wanamiliki usafiri, na huu ni muendelezo, na leo tutakwenda kutoa zawadi tena kwa mabondia wetu Richard Mtangi na Amiri Matumla. Ukiangalia hawa, Richard Mtangi ni bondia namba 1 katika uzito wake. Lazima awe katika hali ambayo inayofanana na yeye. Kwa hiyo tumeamua kumzawadia sponsors pamoja na management ya Mafia Boxing Promotion wametoa zawadi hii kumpa Richard Mtangi zawadi ya gari, ambapo tutashuhudia wote tukio hili, lakini pia Amiri Matumla sponsors na management ya Mafia Boxing imeona kuna haja kumzawadia vile vile kutokana na fight yake ambayo amekwenda kupigana hii ya mwisho. Wengi tumeona performance nzuri sana ambayo ameionyesha katika ring, lakini kilichotokea ni yale tu masuala yetu
siku zote mgeni akiwa haipo katika ardhi ya kwao, basi kunakuwa na hali fulani hutokea. Kwa hiyo tumeona ni kwa performance ambayo kaonyesha nje ya nchi, uwezo mkubwa sana. Kwa sisi tunaona amefanya vizuri sana na alistahili ushindi, lakini majaji ndio wameamua kwamba wamempa ushindi mtu mwingine, tumepokea, lakini kwa sisi tunampongeza. Kwa hiyo pongezi zetu, tumeona kuna haja pia kumzawadia usafiri vile vile, ni katika sehemu ya kumhamasisha, kumtia nguvu zaidi, asijisi mpweke na nini. Nafikiri kwamba kwa vitu kama hivi vinakwenda kuwafanya mabondia wawe katika hali ya utimamu zaidi wa kiakili hata wa kimwili, na pia huenda ikaleta ile hamasa ya kumfanya ajiandae zaidi, awe imara zaidi, na hupelekea pia akawa katika hali ya ushindani mzuri. Na hatuna shaka kwamba next fight atakapokwenda kupigana either iwe ndani ya nchi au nje ya nchi, tuna hakika atakwenda kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo leo tunakwenda kutoa zawadi ya usafiri ya magari. Richard Mtangi, bondia namba 1 katika uzito wake Tanzania, anakwenda kupokea zawadi yake ya gari leo hii. Mafia Boxing Promotion sambamba na sponsors ambao tuko nao sambamba, lakini pia Amiri Matumla vile vile naye tunakwenda kumkabidhi usafiri. Kwa hiyo huu ni utaratibu na haitaishia kwao tu, huu ni mwendelezo kama tulipoanza hapo awali kwa baadhi ya mabondia huko nyuma. Kwa hiyo tutakwenda kila mmoja tutaangalia this time tuchukue nani, tunena nani kulingana na record zake, performance na kila kitu. Kwa hiyo mabondia ambao tuko nao Mafia Boxing Promotion ni wao tu wenyewe sasa waonyeshe kile ambacho management inataka kukiona. Sala magari kwa Mafia ni kitu kidogo sana. Kwa hiyo sponsors tuko nao pamoja na sisi management, basi tutawazawadia. Kwa hiyo huu utakuwa ni mwendelezo ambao hautaishia hapa. Shukrani.